Zamani za kale, kuna watu walikuwa na uchungu mkubwa sana wa kutafuta pesa au wa kutega pesa. Walifanikiwa. Hawa ni watu wachache sana waliopita kwenye njia sahihi kabisa ya kutega pesa au ya kutafuta pesa. Siri za kale huvuta unachokitaka maishani. Watu wengi walijitahidi sana maishani. Wanafanya kazi mchana kutwa na usiku wanafanya kazi, lakini bado wanabaki pale pale. Lakini kundi hili dogo la watu lilionekana kana kwamba maisha yanawafuata yenyewe, fursa zinawajia zenyewe, inawafuata, amani inakaa ndani yao. Leo nataka nikuonyeshe siri za kale ambazo hauzifundishwi shuleni, hazifundishwi kanisani, hazifundishwi msikitini. Siri ya kufungua ustawi na kuvuta kile unachokitaka bila kutumia presha maishani mwako. Mbinu hii haulazimishi kutafuta pesa au kutafuta kile unachokitaka, ila kuna hatua hadi hatua. Cha msingi, subscribe, share channel ya Hayat Hybrid ili tuzidi kuwa wafalme zaidi, mimi na wewe, kwenye masomo haya bora sana. Hapa utapata somo bora sana ambalo litakujenga leo, kesho na kesho kutwa na baada ya miaka mingine tena mbele. Siri ya kwanza kabisa, ustawi hauanzi nje yako, unaanzia ndani ya akili yako. Watu wa kale kwenye lile kundi dogo walijua kitu gani muhimu? Walijua kitu kimoja muhimu sana: dunia ya nje ni kivuli cha dunia ya ndani. Kama akili yako imejaa hofu, mashaka na upungufu, hata ukipata pesa zinapotea. Lakini kama akili yako imejaa utulivu, imani na uhakika, hata bila pesa nyingi, ustawi unaanza kukufuata. Ustawi sio hela tu, ni amani na uhuru wa akili. Na hela huja kama matokeo. Sheria ya pili, sheria ya mvuto sheria ya mvuto lakini kwa kina. Watu wanasema vuta unachokitaka, lakini wachache wanaelewa jinsi ya kuvuta kwa kweli. Hauvuti kile unachokitamani, unavuta kile ulichokuwa nacho ndani yako, ya nafsi yako. Kama unatamani pesa lakini ndani unaamini pesa ni ngumu, utavuta ugumu. Kama unatamani mafanikio lakini ndani ya moyo wako una hofu ya kufanikiwa, utavuta vizuizi. Siri ya kale inasema kuwa kwanza, alafu utapata kuwa mtu wa nidhamu. Sheria ya pesa inabidi ukuwe kwanza, na ndio maana pesa ikiingia kwa mtu aliyekomaa kiakili inatulia, tofauti na pesa ikiingia kwa mtu ambaye akili yake haijakomaa haitulii.
Kuwa mtu wa nidhamu, kuwa mtu wa utulivu, kuwa mtu anayejiheshimu, ndio vitu vya nje vinaanza kukufuata. Ukifanya hivi, vitu vya nje vinaanza kukufuata. Sheria ya 3, nguvu ya ukimya na utulivu. Watu wa kale walithamini sana ukimya. Ukimya kwao haukuwa udhaifu, ulikuwa chanzo cha nguvu. Kila siku akili yao ilishambuliwa na kelele. Ilishambuliwa kelele za watu, mitandao, habari, maneno ya watu, lakini hawakukata kabisa tamaa. Hawakuwa watu wa kelele kujibizana na wale watu waliokuwa wanawasema vibaya. Ili kuvuta ustawi, unatakiwa kuwa mtu wa utulivu. Utulivu wa akili, unafanya maamuzi bora, unavuta watu sahihi, unavuta fursa bila kupambana. Ndani ya ukimya, akili inasikia mwelekeo wa kweli. Sheria ya 4, kubadilisha utambulisho wa ndani. Jiulize swali hili kwa uaminifu. Unajitambulisha kama nani? Kama ndani unajiambia mimi ni maskini tu, mimi sina bahati, mimi siwezi, huo ndio ujumbe unaotumwa kwenye maisha yako. Siri ya kale nasema, lugha inayoizungumza ndani yako, ndani ya nafsi yako, ndiyo sheria ya maisha yako. Badilisha mazungumzo ya ndani. Ninaweza kujifunza, ninavuta fursa, niko tayari kupokea ustawi hata kama bado huoni matokeo. Akili inarekebishika, na akili pia inarekebisha mwelekeo. Sheria ya 5, kutegwa kwa ustawi badala ya kutafuta. Matajiri watafuti pesa, wanatengeneza mazingira ya pesa kuingia. Wanajenga ujuzi, tabia, mtandao sahihi. Maskini utafuta pesa kwa pupa, matajiri utega pesa kwa hekima. Siri ya kale, usikimbize ustawi, uwe mtu unayevutia ustawi. Kufunga ustawi si uchawi, kufungua ustawi si uchawi. Ni kundi kwenye maarifa ya kale ambayo dunia sasa imesahau. Anza leo, tandika utulivu kwenye akili yako. Badilisha maneno unayojisemea. Kile unachokisemea kwenye akili yako kinajenga picha sahihi kabisa kwenye maisha yako. Jitambulishe kuwa mimi ni mtu wa ustawi. Na kumbuka hili, maisha hayakupei kile unachokitaka, bali yanakuonyesha kile ulichokuwa nacho ndani. Siku zote maisha ni kama mkondo, yanapita kwenye njia sahihi. Kama umelipenda hili somo, tafadhali subscribe, share kwa marafiki channel ya Haita Hybrid, upate masomo mazuri kama haya siku hadi siku. Masomo yetu ni Jumatatu, Jumanne, Ijumaa na Jumapili. Niandikia hapo kwenye komenti, sema niko tayari kufungua ustawi. Asanteni sana. Bye bye.